Ni siku ya 10 ya mapigano baina ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani, ambapo leo hii kama kawaida bado nchi hizo zimeendelea kushambuliana. Wakati rais wa Marekani na waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth wakisema kwamba leo hii Irani itashuhudia mashambulizi makubwa zaidi kuwahi kutokea tangu waanze vita siku 10 zilizopita. Nayo Irani imemwonya rais wa Marekani Donald Trump kuwa awe makini asije akaangamizwa baada ya rais huyo wa Marekani sema haamini kuwa kiongozi mkuu wa utawala wa Iran ataweza kuishi kwa amani. Trump alionya Irani ijiandae kwa kifo, moto na ghadhabu ikiwa itaendelea kufunga mlango bahari wa Hormuz, kabla ya kutoa onyo kwa kiongozi wake mpya Mojtaba Khamenei. Katika mahojiano na kituo cha habari cha Fox News, Trump alisema kuwa kiongozi mkuu huyo mpya hataweza kuishi kwa amani, na akasema hafurahishwi na uteuzi huo, akionya kuwa yeye angekuwa na neno la mwisho kuhusu kiongozi mpya wa Irani baada ya kifo cha aliyekuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Said Khamenei. Hata hivyo, mkuu wa usalama wa utawala wa Irani Ali Larijani alipuuzilia mbali kauli za Trump akidai kuwa Irani haiogopi vitisho vya Trump kwa namna yote ile. Ameongeza, hata wale waliokuwa wakubwa kuliko wewe hawakuweza kuangamiza taifa la Irani. Jilinde mwenyewe usije ukaangamizwa, Larijani akimwambia Trump. Onyo la Larijani linakuja siku chache tu baada ya mshirika wa Irani kupatikana na hatia kwa jaribio la kutaka kumuua Donald Trump wakati wa kampeni za uchaguzi wa urais wa mwaka 2024. Kampeni ya Trump ilikuwa imeonywa na maafisa wa usalama wa taifa kuwa Irani ilikuwa inamlenga na ilikuwa na vikundi kadhaa vya mauaji ndani ya Marekani. Asif Mekant, raia wa Pakistani aliyefundishwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi la Kiislamu la Irani IRGC, alipatikana na hatia Jumamosi kwa kupanga njama ya kumuua Donald Trump. Naye rais wa Marekani Donald Trump ametishia akisema anaweza kuishambulia Irani mara 20 zaidi ikiwa itazuia kupita kwa mafuta katika eneo lake la mlango bahari wa Hormuz. Wakati hayo yakiwa yanaendelea, nalo jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC limekanusha madai ya Marekani kwamba mpango wake wa makombora umeharibiwa kutokana na mapigo ya makombora ya Marekani na Israel kuanzia siku ya jana. IRGC inasema kuwa inatuma makombora kwa wingi zaidi na vichwa vya makombora vyenye uzito wa zaidi ya tani 1. Kwa mujibu wa rais wa Marekani Donald Trump, anatishia kuipiga Irani mara 20 zaidi ikiwa itasimamisha meli za mafuta katika mlango bahari wa Hormuz, saa chache tu baada ya kusema kwamba vita vinaweza kumalizika ndani ya siku chache zijazo. Kwa mujibu wa Irani, imepiga eneo la Israeli ya kati. Picha za CCTV kamera zimenasa tukio zima ambalo limeshuhudia kombora likitua katikati ya mji wa kati katika eneo la Israel sambamba na eneo la kusini mwa Israel na maeneo ya miji mingine kama Yerusalemu sambamba na mji wa Haifa. Mamlaka za Israel zimesema Mwisraeli mmoja ameuawa na wengine 2 kujeruhiwa katika shambulio la kombora la Irani katikati mwa Israel. Madaktari wa Israeli wamesema Jumatatu jana kwamba bado hali ni tete kwa majeruhi wa Israel. Hata hivyo, huduma ya kitaifa ya ambulance MDA ilisema watu 3 walijeruhiwa vibaya na mlipuko kabla ya mmoja wao kufa kutokana na majeraha yake, kulingana na tovuti ya habari ya The Times of Israel. Irani imeendelea kusisitiza kuwa mlango bahari wa Hormuz utakuwa mlango bahari wa amani na ustawi kwa wote, au mlango bahari wa kushindwa na mateso kwa wachochezi wa vita. Mkuu wa usalama wa Irani Ali Larijani amesema katika chapisho kwenye akaunti yake ya mtandao wa X, zamani Twitter, leo Jumanne. Amesema njia ya usafirishaji wa mafuta ni muhimu, lakini imekuwa ikifungwa kabisa tangu vyombo vya usafiri katika eneo hilo vilipokumbwa na mashambulizi ya Irani kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Islamu ya Iran, na Tehrani imetishia kuzuia njia nyembamba kabisa ya maji ili kujibu shambulio lolote. Siku ya Jumanne leo, Marekani itatuma idadi kubwa zaidi ya ndege za kivita na mabomu kushambulia Irani tangu Marekani ilipoanzisha vita vyake dhidi ya nchi hiyo ya Mashariki ya Kati siku 10 zilizopita. Waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth ameliambia mkutano kwa waandishi wa habari wa Pentagon, leo itakuwa siku yetu kali zaidi mashambulizi
mashambulizi ndani ya Irani. Exet amesema. Waziri wa ulinzi mtangazaji wa zamani wa Fox News TV aliambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba mashambulizi ya Marekani yalilenga kuharibu makombora ya Irani na kituo cha viwanda vya ulinzi, akisema kwamba nchi hiyo imesimama peke yake na inapoteza vibaya. Exet pia ameshutumu Irani kwa kutumia shule na hospitali kama maeneo ya kurusha makombora, huku akisema kwamba idadi ya makombora yaliyofyatuliwa na Irani katika saa 24 zilizopita ilikuwa ya chini kabisa tangu vita kuanza. Mkuu wa usalama wa Iran naye amejibu tishio kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump na kuongeza mashambulizi dhidi ya nchi za Mashariki ya Kati ikiwa Irani itasimamisha usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz, akisema kwamba Irani haimwogopi mtu yoyote na kumonya kuhusu hatari inaweza kumkuta yeye binafsi. Katika hatua nyingine, Irani imeshutumiwa kwa kupanga njama za kumua Rais Donald Trump hapo awali. Nako nchini Lebanon, Rais wa Lebanon ametoa wito wa kufanyika mazungumzo ya moja kwa moja na Israel kama sehemu ya pendekezo la kumaliza mzozo unaozidi kuongezeka na Hezbollah, huku wakikosoa vikali kundi linaloungwa mkono na Irani kwa kuingiza nchi hiyo katika vita vikubwa zaidi vya kieneo. Msemaji wa Rais Joseph Aoun aliambia shirika la habari la BBC kuwa Lebanon iko tayari kufanya mazungumzo na Israel, lakini sio wakati nchi hiyo ikiwa chini ya mashambulizi ya Israel. Akizungumza wakati wa mkutano na maafisa wakuu wa Umoja wa Ulaya jana Jumatatu, Aoun alieleza kile alichokitaja kama njia kuelekea mipango ya kudumu ya usalama na utulivu kwenye mipaka ya Lebanon. Maafisa wa Israeli wameonyesha dalili ndogo ya kuunga mkono mazungumzo na serikali haijatoa kauli ya moja kwa moja kuhusiana na hilo. Aoun alisema vita hivyo vimesababisha madhara makubwa nchini Lebanon, ambapo zaidi ya watu 700,000 wamekimbia makazi yao, wakiwemo watoto 200,000 na mamia ya watu kuuawa katika mashambulizi ya Israel katika muda wa siku 9 zilizopita, kulingana na taarifa za Umoja wa Mataifa. Baadhi yao wako barabarani, hawana makazi wala mahitaji muhimu ya kimsingi. Nayo Irani imeendelea kuzishambulia nchi nyingine za Ghuba kwa kile ilichodai kuwa bado zinaendelea kutumika na Israeli pamoja na Marekani katika kuishambulia, huku nchi ya Bahrain katika mji wa Manama ukiwa umechakaza zaidi. Kama unavyoweza kuona kwenye hiyo picha, ni mashambulizi ya leo ya Irani kuelekea katika nchi ya Bahrain na kwingineko katika taifa la Qatar. Hii ni Msasa Media. Msasa kisasa zaidi. Kumbe ndivyo ulivyo. Naitwa Rose Mohando, naangalia Msasa Online TV. Bwana, mimi naitwa Madebe Lidai almaarufu Nabii Mswahili, na kwa sasa unatazama Msasa Online. Kokote ulipo, switch on Msasa Online kwa matukio mazuri, habari zenye mantiki, vitu vyenye tija, ila usisahau kulike, kusubscribe na kucomment. Bwana, mwanaume yoyote atakayelinga na gari la baba yake au mama yake mzazi, inatakiwa tuheshimu wanaume wenye basikeli zetu wenyewe. Msasa ni kisasa zaidi. Asante sana.